Jumanne Zedi, Mheshimiwa Lea Jeremia Komanya ajendaye. Mheshimiwa Spika, nami nikushukuru zaidi na Mwenyezi Mungu nimshukuru zaidi kwa kutujalia kupata afya njema na kutuwezesha kuwepo hapa. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa sana anayoifanya kuhakikisha nchi inakwenda katika utulivu na amani. Na kutulia kwake na kwa yeye na uvumilivu na ukimya ambao ameamua, basi hii ni jibu tosha kwa yeye anapenda amani ndani ya nchi hii. Mheshimiwa Spika, mimi nitazungumzia njia kuu za mapato ambazo inabidi zisimamiwe na wizara. Tunahitaji mapato zaidi. Sasa hivi Tanzania tujifunze kwa wenzetu baadhi wanafanya mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Hatutaki tena kuchukua mahela kutoka nje ambayo inakuwa kama ni kukopa na kama ni masimango, lakini Mwenyezi Mungu kutokana na trend wanayokwenda nayo ya kiuchumi, na sasa Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Katika nchi hii tuna maeneo manne ambayo tunabidi tuyasimamie. Katika kilimo tunaingiza fedha za kigeni, hasa katika mazao kama ya korosho. Korosho tunaita ni green gold. Lazima yapewe kipaumbele ili tuzidi kuzalisha na kupata mapato zaidi. Mheshimiwa Spika, katika upande wa uchukuzi, bandari zetu, hizi bandari zinatuletea pesa za kigeni kwa meli zinazoingia, na kwa kweli hali ya kiuchumi ndani ya uchukuzi nayo inakwenda vizuri. Lakini nitaizungumzia Wizara ya Mali Asili. Mimi ni balozi. Na katika kwa balozi, nina balozi mwenzangu ambaye ni Mwigulu Mchemba, huyu ni balozi wa watu wenye ulemavu. Hii wizara, naomba ya balozi mwenzangu unisikilize kwa makini na ujue nipe majibu mazuri. Kwanza wewe ni msikivu. Nilikushauri swala la watu wenye ulemavu na kupata gawio lao katika kupitia wizara na pamoja na vijana. Hatuna cha kusema zaidi ya kukuombea Mwenyezi Mungu urudi tena katika bunge hili mwezi wa 11. Na kujiombea sisi sote tuweze kurudi katika wakati huo. Na hili nalo liomba kwako, naomba ukalifanyie kazi na nina imani utaweza. Wizara ya Mali Asili inaingiza pato la taifa 22.5. Lakini katika hii utalii peke yake inaingiza, katika wizara inaingiza utalii peke yake 17. Lakini katika eneo la utalii inaingiza katika fedha za kigeni 30. Ili eneo nataka liboreshwe ili hizi pesa za kigeni badala ya kupata 30% tuna uwezo wa kupata hata 50%. Tujifunze, tuone wenzetu wa Seychelles, utalii peke yake inawaingizia karibu 75% ya uchumi wa nchi yao. Kwa nini nazungumza hivi? Mheshimiwa Rais alileta Royal Tour. Hii Royal Tour imeleta wageni wa kutosha. Watalii wanaoingia Tanzania ni wa kutosha wengi. Na watalii hawa wamevutiwa na spirit ile kuja nayo Mheshimiwa Rais ya kuitangaza Tanzania duniani kote. Sasa tunacha kujifunza hapa. Watalii wanataka kuja hapa wakiwa na pesa zao za kigeni. Wanahitaji malazi bora, wanataka mabarabara bora, miundombinu bora, uwasiliano bora, ili na wao wazidi kuja wengi na wengi. Tuko katika vita ya kiuchumi. Nchi zote za jirani zinafanya utalii, lakini utalii wa Tanzania umetukuka. Sasa nakuomba balozi wangu wa watu wenye ulemavu, mimi ni mlemavu mwenzio, ninakuomba kitu kimoja angalau kakifanyie kazi na ukiletie majibu. Leo pesa zote zinazokusanywa na Ngorongoro, TANAPA yanakuja mfuko mkuu. Zikija huku kurudisha kule inakuwa ni issue. Bahati mbaya mimi ubalozi wangu lazima niusemee humo ndani kwa tunahitaji wapewe, wakusanye na watoe gawiwe kwenu. Hapa msiwe na kigugumizi, na tutahakikisha pato nao litegemea la 30% la forex litaongezeka. Niliona clip moja watalii wamekuwa stuck katika daraja huko kipindi cha mvua. Na walipofika pale ile wanaongea, wanawaomba duniani wasaidie wako katika mazingira magumu. Leo ndani ya mbuga ni sehemu ambayo ni hatarishi. Kuna wanyama wakali ikiwemo simba, ikiwemo tembo. Sasa ukiwaacha watalii wakiwa katika mazingira yale, kwa kweli balozi mwenzangu naomba uniheshimishe kwa hili na kuomba tafadhali. Na bahati nzuri mkae chini tu muwe na MOU, tunataka sisi hela hii mtupatie.
watawapeni at the right time. Katika sheria ya manunuzi kuna kitu kinaitwa unatakiwa ununua, you have to buy at the right time with the right quality, quantity and price with the environment. Sasa leo kama tunakaa tunategemea watalii wanakuja, lakini mabarabara mabovu, wenzetu watateke advantage ya kutuangamiza. Mimi nikwambie Mheshimiwa Speaker, nilikuwa balozi kuhakikisha geti la Gorogonjwa alifunguliwa kwa kutaka Serengeti ipate mapato. Leo Serengeti inapata mapato makubwa. Lakini nakwambia hili kwa vile nimelifanyia tafiti. Katika kulifanyia tafiti nina imani kuwa hela mnazozihitaji kwa kupitia mashirika yetu TANAPA Ngorongoro zitakuwa kubwa. Mashirika yako wengi, yako mengi. Lakini haya mawili kwa vile hela zinakwenda mfuko mkuu, zinakwenda kwa kusuasua kurudishwa kule kwao, kwa kweli inawapa shida kubwa. Imani yangu umenisikia na tutaifanyia kazi. Na bado ninakuamini balozi mwenzangu kwa utalifanyia kazi. La pili, Mheshimiwa Speaker, Tanzania tuna NGO 1940, na katika hizi NGO 1940 wanasema wameingiza pesa ambazo ni trilioni 2.4. Mimi maswali yangu, Mheshimiwa Waziri na Gavana wa Benki Kuu ambao nyinyi mna dhamana ya kusimamia pesa za Tanzania zinazoingizwa nchini, je, mnazikagua hizi pesa? Lakini vile vile je, zinaingia katika mpango mkakati wa matumizi bora ya nchi? Manake leo tunapata pesa kama zile, tunataka tujue kilimo zimekwenda kiasi gani, tunataka tujue uvuvi zimekwenda kiasi gani. Maana yake kama mzisimamii hizi hela zinaingia katika movement. Na tumeona hizi pesa zinaingia katika movement Kongo, wametengeneza M23. M23 sasa hivi unaifanya nchi itawalike kwa vile hela za kutakasisha zimeingia kule na zinafanya vitu ambavyo havina maendeleo na mashiko ya nchi. Na nina imani katika hizi pesa ambazo zinaingia kama mzifanyie tathmini na kujua zinakwenda wapi na mkazifanyia ukaguzi, zitaingia no reform no election. Watatumia nguvu kubwa ya kufanya matumizi hayo kwa vile nini? Wanajua hapo ndio eneo ambalo tutaligusa nchi hii na kuingiza katika tafaruku. Tunamwombea Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Rais aweze kusimamia hili, na nyinyi sisi watendaji wote kwa pamoja tusiruhusu kuileta mianya ambayo itatufanyia nchi hii iingie katika machafuko. Imani yangu mimi napenda sana nchi na amani. Watu wa kwanza wanaoathirika katika machafuko ni walemavu. Mimi siwezi kukimbia, hivyo nitakuwa mimi nahangaika. Wanawake na watoto watahangaika hapa. Hivyo watu wanataka kuleta machafuko kama hayo, tusikubali. Watanzania lazima tuungane kwa pamoja, tusimame na amani na utulivu, na hili Mwenyezi Mungu naamini itawezekana. Mheshimiwa Speaker, nitazungumzia maendeleo ya mikoa ya Lindi na Mtwara. Kwa nini mikoa mingine naona inakimbia katika maendeleo, lakini hata mipango ya pesa ambazo zinakwenda katika mikoa hiyo inakuwa michache? Sasa sisi wote tunazungumza ni kama watoto wa familia moja, watoto wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ninaomba katika maeneo ambayo tunayazungumza kila siku lazima ifanywe kazi. Kwanza tunahitaji barabara ya kutoka Lindi, kutoka Dar es Salaam mpaka Mtwara, mpaka na Mtumbo, ziimarishwe. Kwa nini nazungumza? Hii sasa hivi barabara ya kutoka Lindi mpaka Mozambiki ni barabara ya kimataifa. Watu wa Mozambiki wanategemea mizigo yao kuchukua kutoka Tanzania. Lakini leo kama umechukua mzigo kutoka Tanzania unaupeleka Mozambiki katika mazingira yale, kwa kweli hatujaifanyia haki. Lakini vile vile tusimame na bandari ndogo ndogo. Nimeona mwenzangu amezungumza hapa. Leo Lindi tuna bandari ndogo. Tukisimama na bandari ya Lindi na tukasimama na Komoro, kwa kweli uchumi tutakayopata, hii tunasema tunategemea trilioni 50 ambayo zimeshaweza kukusanywa mpaka leo. Nina imani Mheshimiwa Waziri, wewe ni mchumi na wewe ni mwanasheria, utasimamia tutaweza kuvuka, mapato yatazidi kuongezeka. Na mimi nasema tena, Wizara ya Madini, Wizara ya Kilimo, Wizara ya Utalii, tusimame kwa pamoja, wabunge tuangalie na tuone tuweze kuisimamia, na watendaji wakakae kusimamia hizi wizara ili uchumi bora wa Tanzania hii uweze kupatikana. Nitaizungumzia tena Lindi. Lindi ni kisiwa. Leo mkoa wa Lindi kipindi cha masika mtu wa Liwale hawezi kutembea. Huwezi kwenda Liwale hata kwa gari.
Mpaka hata waziri alikwenda wakati wa Bashungu alikwenda kwa helikopta. Sasa yeye alikwenda kwa helikopta. Je, wananchi wa Lindi wanafanya nini? Hivyo naomba katika bajeti zenu, hata kama ilikuwa pengine mlikuwa mmetoa bajeti ndogo, naomba bajeti ya mkoa wa Lindi, barabara zake ni mbaya, huwezi kulinganisha na mikoa mingine yote. Baada ya kusema haya, ninakushukuru sana Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri, balozi kwa watu wenye ulemavu. Leo ninaona walemavu wako vizuri na wanakupenda, wanasema asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Riziki Rurida, nilikuacha umalizie mchango. Nimesikia hapo umeitaja M23. Nimetaja nini? Kisha nikakusikia umetaja Okay. umetaja chama fulani hivi na jambo lao, na kama unaweza kuzihusianisha hivi. Nimeelewa kama ulikuwa unazihusianisha hizi mbili. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunirekebisha. Kumbe uko tayari kwa marekebisho. Basi mchango wako kuhusu ile eneo la M23 ukikilinganisha na chama cha siasa kilichoko hapa nchini, na yaondoa kwenye taarifa rasmi za bunge. Nashukuru sana. Tuko pamoja. Mheshimiwa bunge, nilikuwa nimeshamtaja Mheshimiwa Selemani Jumanne Zedi, atafuatiwa na Mheshimiwa Lea Jeremia Komanya. Mheshimiwa Juma Hamad Omar ajiandae.